Idadi ya raia waliofariki kutokana na maandamano ya siku ya Jumatano nchini Kenya imefikia watu 16, huku kwa mujibu wa shirika la haki za binadamu la Amnesty International wengi wamejeruhiwa, ambapo miongoni mwa waliopoteza maisha chanzo cha vifo vyao vimetokana na majeraha ya risasi. Mkurugenzi mkuu wa Amnesty International Ilungu Houghton amesema kwamba idadi hiyo imethibitishwa na Tume ya Kitaifa ya Haki za Binadamu nchini Kenya. Maelfu ya vijana katika maeneo mbalimbali ya Kenya waliandamana kuadhimisha mwaka mmoja tangu maandamano mengine ya kupingwa muswada wa fedha yaliyosababisha mauaji zaidi ya watu 60 kwa mwaka 2024, huku maandamano hayo yaliyofanyika mwaka jana mwezi Juni, ambapo mbali na vifo yalisababisha pia mamia ya watu kujeruhiwa. Mapema siku ya Jumatano polisi walifunga barabara kuu zinazoelekea katika mji mkuu wa Nairobi, huku majengo ya serikali yakiwa yamezingirwa na waya wa seng'eng'e. Kulingana na jarida la The Citizen Online, maelfu ya waandamanaji, wengi wakiwa vijana, walipeperusha bendera na mabango ya Kenya yenye picha za waandamanaji waliouawa mwaka jana na kuimba Ruto lazima aondoke. Nimekuja hapa kama kijana wa Kenya kuandamana, ni haki yetu kwa ajili ya Wakenya wenzetu waliouawa mwaka jana. Polisi wako hapa, wanastahili kutulinda lakini wanatuua, alisema Eve, mwanamke mwenye umri wa miaka 24 ambaye hana kazi, ambaye aliliambia jarida la AFP. Lakini mbali na mwanadada huyo Eve, lakini Angel Mbuthia ambaye ni mwenyekiti wa ligi ya vijana wa chama cha upinzani cha Jubilee alisisitiza kuwa ni muhimu sana kwa vijana kuadhimisha siku ya Juni 25 kutokana na kile ambacho kiliweza kutokea kwa mwaka 2024 katika nchi hiyo ya Kenya, ambapo maandamano makubwa yaliweza kutokea na kuweza kujeruhi pamoja na kusababisha vifo vya mamia ya watu nchini humo.